Jana Mange Kimambi aliposti video akieleza kwamba sasa hivi kuna ukaguzi mkali wa vitambulisho pindi unaposafiri kutoka mkoa A kwenda mkoa B, hususan katika hii mikoa mikubwa tukizungumzia Dar es Salaam na Dodoma. Kwanza watu wengi walikataa taarifa hizo na kubisha kwenye comment wakisema kwamba hakuna taarifa kama hizo, ni uchochezi tu ambao unatengenezwa na Mange Kimambi. Lakini hii leo kuna video zimesambaa zikionyesha mabasi yakiwa yamesimamishwa, wanafanya ukaguzi wanajeshi, ambapo wamekaa maeneo mbalimbali ya mipaka ya mikoa mikubwa hususan Dar es Salaam na Dodoma, ambapo watu wakitoka mikoa lazima wafike wasimamishwe, waanze kukaguliwa sio tu vitambulisho, bali wanaingia kukagua hadi kwenye mabegi yaliyopo kwenye mabuti, leo nakagua kila kitu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Na hii yote ni kuhakikisha ulinzi unakuwa sawa katika mikoa hii mikubwa, ambapo kumekuwa na vuguvugu lingine zito la maandamano mapya ya Desemba 9, kitu ambacho kinazidi kuleta hisia tofauti kwa viongozi wetu pamoja na wananchi ambao pengine hawakutaka kuandamana kutokana na hasara zinazopatikana. Lakini taarifa ni kwamba sasa hivi hauruhusiwi kusafiri kama una kitambulisho cha taifa. Kwa usalama wako zaidi ni vyema ukatulia mkoa uliopo, endelea kufanya shughuli zako. Kama unataka kusafiri, basi hakikisha kwamba una kitambulisho cha taifa. Kama hauna kitambulisho cha taifa, basi utapata wakati mgumu, lakini pia inawezekana ukaweka sero, kwa sababu kama utakosa maelezo yaliyonyoka, basi wewe utakuwa mhamiaji kwa lugha nyepesi, kwa sababu kama unafanywa ukaguzi au kitambulisho cha taifa lakini pia umekosa maelezo yaliyonyoka, inawezekana ukakamatwa na kuwekwa ndani mpaka pale hali itakapokuwa sawa kwenye taifa, kitu ambacho kinazidi kutia wasiwasi mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu kuna wakati mtu unaweza kupata dharura mkoani kwenu, na wakati huo huo una kitambulisho cha taifa, unahitaji kusafiri kwa haraka, aidha unaweza kuwa nacho lakini ukakisahau kwa bahati mbaya, alafu mwisho wa siku unafika njiani na kwenda kuzuiliwa kwa sababu huna kitambulisho cha taifa. Bila shaka jambo hili linatakiwa kuangaliwa kwa umakini zaidi, kwa sababu inafanyika kimya kimya na hakuna matangazo. Unaona, tumeshuhudia hapo juzi Dickson Job wakati mchezaji wa klabu ya Yanga wakati wanaenda Zanzibar, ambako ndiko watakao kwenda kuchezea mchezo wao wa kimataifa, alizuiliwa pale bandarini takriban dakika 2 kwa sababu tu amekosa kitambulisho mkononi, kitu ambacho kinazidi kutia wasiwasi zaidi, kwa sababu sisi ni Watanzania na inawezekanaje tuanze kusafiri kwa vitambulisho kana kwamba tunasafiri nje ya Tanzania? Bila shaka inawezekana ni jambo zuri kwa sababu ya kiusalama, lakini mwisho wa siku hatujazoea hivi vitu, na sio Tanzania wote wana vitambulisho, wengine hawana vitambulisho. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, kama hauna kitambulisho, basi hutaruhusiwa kusafiri kwenda mkoa mwingine, hususan katika hii mikoa mikubwa. Na mwanafamilia, nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo na burudani kwa urahisi zaidi, lakini pia na matukio mbalimbali, siasa na mengine yanayotokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.